kuhusu miundombinu ya viwanja. Mwingereza kampuni yake ilikuja hapa kuangalia ili kutoa fair judgment kama Mkapa unaweza ukachezwa mechi. Ripoti ya jana ya mwisho ambayo ameitoa jana ni kwamba uwanja unaweza kuhimili kucheza mechi pamoja na mapungufu yaliyokuwepo kwenye mambo ya drainage, lakini unakidhi uwezo wa kucheza mechi katika viwango vya kimataifa. Kwa hiyo na hiyo ripoti nayo pia tumewatumia CAF, na sisi tuitegemea CAF wangebezi kwenye ripoti ya huyo mtaalamu ambayo walimuindozi kufanya inspection kwa Mkapa kufikia maamuzi. Sasa sijui hiyo ripoti nyingine wameitoa wapi. Sijui hiyo ripoti nyingine wameitoa wapi. Ripoti ya mwisho ya jana ndio inazungumza hivyo. Kwa hiyo tunategemea baada ya kupata vyote hivi. Na pia sio waliokuwa naogopa ni mvua. Tumepeleka pia taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa hizo siku. Tarehe 24 na 5 itakuwa hamna mvua Dar es Salaam. Kwa hiyo tunategemea pamoja na haya yote, tunategemea CAF watasikiliza, watarudisha mchezo Dar es Salaam kama hawana agenda nyingine, kwa sababu unaweza mtu ukakuta walikuwa na agenda nyingine, hayo mengine wanatumia kama vigezo tu, lakini agenda yao ni kwamba mpira usichezwe kwa Mkapa. Sasa kama ndio hivyo, basi watangangania kuondoa mpira kwa Mkapa, lakini sio kwa sababu hizo walizozitaja. Kaka Magoli, kwa jinsi ambavyo hali ilivyo mpaka hivi sasa, kumekuwa kuna uhakika wa kwamba huu mchezo inawezekana ukachezewa Benjamin Mkapa. Kwa nini mpaka hivi sasa Simba Sports Club wanaendelea kuuza tiketi? Kwa nini wasingesubiri kwanza majibu yaje, alafu baada ya hapo waendelee kuuza tiketi? Kwa sababu tumeshauza. Ukiangalia mpaka hiyo jana website ya CAF, taarifa zote za CAF ilikuwa ni kwamba mpira uko kwa Mkapa, na hatakuwa na sababu yoyote ya kutouza tiketi. Sasa tukisimamisha kuuza tiketi alafu itarudi kwa Mkapa, tatizo ni lipi? Sisi tunaamini bado ile ilikuwa ni barua ya recommendation kwamba walishauri kwamba mpira uhame uende Amani. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua maamuzi kwa barua ambayo ilikuwa inasema wana strongly recommend mpira uende Amani. Kwa hiyo sisi tunaamini bado yale sio maamuzi. Baada ya majibu yetu tutapata maamuzi ambayo ni ya uhakika. Na kwa watu ambao walikuwa hawafahamu kuhusiana na utaratibu wa kuanza kuuzwa kwa tiketi, ni nyinyi klabu mnawasiliana na CAF kwa ajili ya kuanza kuuza tiketi kutokana na kupangiwa uwanja, ama mliamua tu kuuza tiketi kabla ya kuwasiliana na CAF kwamba ni venue ipi itatumika kwenye finali ya CAF Confederation Cup? Brother, ninakwambia ruti zote za CAF wameonyesha mpira unacheza kwa Mkapa. Sasa unawasiliana na CAF kutafuta nini? Lini tutawasiliana na CAF kutafuta kwamba tuanze kuuza tiketi? Okay. Jana ndio wamekuja na mapendekezo, watumia pale mapendekezo kwa ambao wanabadilisha uwanja. Sasa sisi ni watabiri, tungeweza kwamba CAF wangeweza kuamka na kwamba wanabadilisha uwanja. Kwa hiyo sisi tumeanza kuuza tiketi kwa sababu makubaliano yalikuwa ni kwamba ni kwa Mkapa. Na hata barua walioleta kuomba mapendekezo ya kubadilisha muda wa mchezo uhame saa 10 uende saa 12, sisi tukaijibu, tukaipinga. Ilikuwa wanasema mpira uko kwa Mkapa. Okay. Sasa sisi tutasubiri kwenda kuuza lini tiketi? Lazima ni matakwa ya klabu ianze kuuza lini tiketi. Sawa, kwa hiyo kwa kumalizia tu, wana Simba wanalipa la kuambia na wale ambao wamekuwa na wasiwasi. Sisi kama viongozi tunafanya kazi yetu kujaribu kuelimisha CAF, na kwa kweli tunategemea kama hawana agenda nyingine zaidi ya hiyo walioisema kwenye barua ambayo mtaalamu wao wenyewe amesema Mkapa unachezeka huko mpira, basi watabadilisha hayo waliokuwa wanapendekeza. Lakini kama wana agenda nyingine nyuma ya pazia, hiyo wameweka tu kama sababu, basi tusubiri tuone watamuaje.
Sawa, tunakushukuru sana Magori. Sina la kuambia zaidi kwamba tusubiri tuone watasema nini, lakini sisi kwa vigezo vyote mpira unatakiwa ucheze kwa Mkapa. Nakushukuru sana Magori, asante sana. Okay, shukrani sana. Bila shaka.